Wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6 wa shule ya sekondari Mashati iliyopo wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro wameonyesha ubunifu wa hali ya juu baada ya kubuni mfumo wa kidigitali wa kupiga kura unaolenga kusaidia mchakato wa uchaguzi hapa nchini Tanzania. Mfumo huu unamwezesha mpiga kura kumchagua rais, mbunge na diwani kwa njia ya mtandao kwa kutumia teknolojia rahisi na salama bila kulazimika kutumia karatasi za kura. Ubunifu huo umeonyeshwa na wanafunzi hao wakati wa mahafali ya 16 ya kidato cha 4 yaliyofanyika katika viwanja vya shule hiyo. Mimi ninayekusogezea taarifa hizi ni Musa Matiasi. Tafadhali subscribe channel yetu ili uwe na uhakika wa kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Sekondari tunasoma combination moja ambayo ni PMCS. Combination ya PMCS inajumuisha masomo matatu ambayo ni physics, mathematics na computer science. Sisi kama wanafunzi wa kidato cha 6 na cha 5 tumeweza kukaa chini na kufikiria kutumia knowledge ya darasani ya somo la computer science kuweza kutengeneza tovuti pamoja na application ya afya. Basi ndugu mgeni rasmi, mbele yako hapa katika screen yetu unaweza ukaona tabu chache hapa ambapo hizi zote zinajumuisha tovuti moja ambayo tuliweza kugundua kwamba mwaka huu tunaenda kufanya uchaguzi. Katika uchaguzi mkuu tuliamua kuona kama tutengeneze mfano ambao unaweza kupiga kura online. Basi kwa haraka zaidi tufungue page yetu hapa. Basi ndugu mgeni rasmi, mbele yako katika screen unavyoona, hii ni tovuti ambayo tumeweza kuitengeneza sisi wenyewe kwa kukaa chini, kutumia knowledge na kutumia lugha mbalimbali za kikompyuta. Katika kutengeneza website hii tuliweza kutengeneza website ambayo itaweza kumilikiwa labda kama na INEC, National Electoral Commission. Basi unavyoona hapa ni nembo ya taifa na hapa ni nembo ya INEC. Baada ya hapo unaona juu hapa kwamba hii ni tovuti ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Karibu uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka 2025. Basi ndugu mgeni rasmi, tunavyoendelea kupanda katika tovuti yetu tuliweza kuweka vitu vingi kidogo ili kuweza kumfanya Mtanzania aelewe nini anakifanya katika wakati gani. Katika tovuti hii unaona hapa, jitokeze kupiga kura, sauti yako ina uzito. Basi katika tovuti hii inamhamasisha Mtanzania ajitokeze kupiga kura, na katika kupiga kura inamhamasisha kwamba sauti yake inasikilizwa na Watanzania wote pamoja na government nzima. Uchaguzi ni fursa ya kila raia kushiriki katika uandaaji wa serikali. Basi katika kumhamasisha pia tunaona chini hapa unapata kituo chako cha kupiga kura, na baada ya hapo akibonyeza hapa inamwelekeza kwamba pata taarifa katika kituo cha kupiga kura kutoka katika tovuti rasmi ya Tume ya Uchaguzi. Baada ya hapo mbele yake atakutana na click here to vote, maana yake bonyeza hapa ili uweze kupiga kura. Basi itampeleka kabisa katika ukurasa wa kupiga kura, ambapo katika ukurasa wetu wa kupiga kura inakuja kuonyesha mfumo wa kupiga kura demo, mfano wa mfumo wa majaribio ya upigaji kura mtandaoni. Taarifa za mpiga kura. Basi ataanza kuingiza taarifa za kitambulisho chake pale juu kama ID number. Akishaingiza kisha ata scroll ili aweze kuona nini kinafuata. Itamuonyesha chagua mgombea. Pale ataonyeshwa wagombea wa urais ambapo yupo Samia Suluhu Hassan, Tundu Lissu pamoja na Zitto Kabwe kama mfano, na pia ataamua achague nani ambaye ataamua awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi kama atakliki chaguo la kwanza Samia Suluhu Hassan, akisha kliki itamuonyesha piga kura. Basi atakuwa amefanya kabisa kitendo cha kupiga kura na haitamruhusu kupiga kura mara nyingine tena. Na kama akiamua, kama hajaamua kama ni rais, akiamua kumchagua mwingine, basi itaacha ile chaguo la kwanza, itafuata ile chaguo la mwisho. Basi ikimchagua itapiga kura na itamruhusu na kura itakuwa imehifadhiwa. Baada ya hapo, ili ajulikane kwamba ni Mtanzania halali na amepiga kura, chini hapa itamuonyesha risiti ya kura ambayo ni siri yake.
Katika ile risiti ataipakua risiti hapa chini na atabaki na nakala yake akiwa amedownload kwenye simu yake. Kwa hiyo atakuwa na risiti kwamba amepiga kura na kura yake imehifadhiwa kwa ajili ya kuhesabiwa. Basi ndugu mgeni rasmi, ukiachana na ukurasa huu wa kupiga kura, tunarudi homepage tukiona kwamba tovuti yetu bado inaendelea na mambo mengine muhimu katika tovuti. Kuna sehemu ile ambayo mpiga kura anaingiza namba yake. Na alienda vipi pale kuona kwamba huyu hata ingiza namba yoyote alafu mfumo ukapiki. Yaani pale kwenye namba, kuna sehemu unasema ingiza namba yako. Na alinda vipi kwenye mfumo ili mwenye kuingiza namba pale asiingize namba yote tu alafu itakubali mfumo ukapiki. Au ikajirudia tena. Hii tuliotengeneza ni mfano tu, lakini kama ingemilikiwa na INEC wangeweka mfumo kwamba anapoingiza namba yake inasoma ni nani aliyeingiza, hivyo inamtambua na kisha anaruhusiwa kupiga kura. Pia ndugu mgeni rasmi, katika utengenezaji huu tulianalign kwamba kuna faida na changamoto. Katika changamoto tulizoziona ni mojawapo hiyo kwamba usalama wa mfumo dhidi ya udukuzi. Ya pili ni usiri wa kura, pia kupatikana kwa internet kwa kila mpiga kura na uwezo wa watu kutumia teknolojia hiyo. Basi tunaona swali lako linajikita zaidi katika usiri wa kura na usalama wa mfumo dhidi ya udukuzi. Katika kutatua hilo, kama ingekuwa inamilikiwa na tume rasmi ya uchaguzi, ni kwamba akiingiza namba yake hapa inatakiwa itengenezewe kwamba anayeingiza namba asiweze kuiona anayehesabu kura. Anayehesabu kura ataona tu kura imepigiwa mtu fulani, amepigiwa rais ni huyu, lakini hataona namba aliyepiga kura ni nani. Ndio. Na pia ataingiza namba, kama namba sio valid itamwambia namba yako uliyoingiza sio sahihi.